Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah salawatullahi wasalamuhu alayhi. Naam, ndugu yangu, leo tena kwa mara nyingine ndugu yako Maalim Suleimani Ngusura na kusudia nikuletee darasa lenye anwani ya faida na maajabu ya mti wa maboga au mti wa boga. Huu ni mti ambao huwa kuna tunda ambalo linapatikana ndani yake linaitwa boga. Ndio maana tunaita mti wa maboga au mti wa boga. Mti huu huwa una majina mengi. Wako baadhi ya watu wanasema yale majani yake yanayopatikana yanaitwa kalabwagila. Mti wa kalabwagila, wengine wanasema majani ya maboga, wengine wanasema ni mti wa ng'oko. Mti wa ng'oko. Kwa ujumla tu ni kwamba tunaozungumzia hapa ni ule mti ambao huwa unatoa yale majani ambayo yanaitwa kalabwagila au majani ya maboga. Ule mti ambao kama ushakuona majani ya maboga, basi ule mti wenyewe ule ndio tunaozungumzia leo, wenye kutoa hayo majani ambayo yanaitwa majani ya maboga. Sasa huu mti ni katika miti ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameitengeneza mwenyewe, kama Mwenyezi Mungu anavyosema kwenye Qur'ani, an-najmu wash-shajaru yasjudani. An-najmu wash-shajaru yasjudani, kwa maana kwamba miti midogo midogo ile yenye kutambaa na miti mikubwa zote, miti yote hiyo inamnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo unatakiwa ujue miti hii imeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na pawa ya kutibia hiyo miti katika matibabu. Unasema ukitumia mti fulani wapona ugonjwa wako, ule ugonjwa unapona wewe, ule mti unakuponyesha wewe kwa uwezo wa Mungu, si kwa uwezo wa mti wenyewe. Isipokuwa Mwenyezi Mungu mwenyewe ametia uwezo katika ule mti kiasi ambacho wewe ukitumia unapona matatizo yako au mabalaa yanakuwa ni yenye kukuondoka. Sasa ndugu yangu, huu mti wa maboga, niuite hivyo, mti wa boga ni mti ambao una maajabu katika kila hatua moja ama nyingine. Ukianzia ua la mti wa maboga una maajabu makubwa. Ua lake, majani ya mti huu wa boga una maajabu makubwa sana. Kisha mzizi wa mti huu wa boga pia una maajabu makubwa sana. Pia vile vile lile boga lenyewe lina maajabu makubwa. Lakini hili boga tukilichukua ni kwamba kuna hili ganda la nje la boga lina faida kubwa. Kisha ile ulojo wa ndani ule ambao watu wakipika wanakula pia vile vile una maajabu makubwa sana. Na kisha vile vile mbegu zile zenyewe za boga zina maajabu makubwa sana. Sasa leo nitazungumzia zaidi yale matatizo mtu aliyofanyiwa, aidha ya kulogwa, aidha ya kufungwa, aidha matatizo mbalimbali. Lakini zaidi nitagusia matatizo ambayo yanahusiana na masala mazima ya hasadi au kulogwa. Unaweza kujitibia vipi kwa kutumia mti wa majani, mti wa maboga au mti wa ng'oko au mti wa kalabwagila. Ndugu yangu, nikianzia katika mti huu mti una ua lile la mti wa maboga. Lile ua lake kwanza ni dawa kubwa sana ya ndele. Tukitamka ndele, watu wa pwani wanajua ndele ni nini. Ndele kwa maana ya mvuto, mvuto wa masala mbalimbali. Unataka kuolewa wewe dada, unataka kuoa wewe ndugu yangu, lakini unajikuta kidogo mvuto wa kukubalika we hauna, basi moja katika siri, chukua ua la boga. Ukishachukua lile ua la boga, utakachokifanya likaushe. Baada ya kulikausha, basi moja kwa moja changanya hata na mafuta, na unakuwa unapakaa katika mafuta ya mkubaliwa. Ukipata mafuta ya mkubaliwa, basi unapakaa au unaweka katika maji ya kukoga, vile vile unakoga. Hii ni tiba nzuri sana ya mtu ambaye ana tatizo la kutokuwa na mvuto katika mwili wake. Basi hiyo ni tiba mojawapo nzuri sana ya kuwa na mvuto kwa namna moja ama nyingine. Hii ni faida ya kwanza ya mti huu wa boga. Bado nipo kwenye boga kwa siku ya leo, naomba tuwe pamoja sambamba katika mmea huo. Lakini pia vile vile yawezekana wewe, kuna watu wamekusanyika, wanakusudia kukuzomea, wanakusudia kukufanyia uadui, au kazini bosi ameshatiwa fitina, anakusudia sasa ukifika tu ufukuzwe kazi. Bahati nzuri wewe umepata zile taarifa, bwana ukifika leo kazi wewe hauna.
Sasa moja katika maajabu ya maboga, ukiuchukua huu mti, kuna sehemu fulani ya kitu fulani katika mmea huo. Baada ya kutumia, ukishatumia vizuri, ukienda kule kazini, hata kama barua ilikuwa tayari imeshaandikwa, wewe ufike tu ukabidhiwe, ukamkuta yule aliyeiandika, kwa yule aliyetoa amri wewe uandikiwe, basi lazima ataahirisha na atakuwa anacheka cheka, na wewe habari za kufukuzwa kazi haziwezi zikawepo. Hayo ni maajabu ya mboga. Na ndugu yangu, nakupa habari hizi wewe ndugu yangu, chukua, ni hazina ambazo ni hazina ambazo ni muhimu sana kuwa nayo wewe. Tunatoa kwa kutaraji wewe ukijua, na wewe ukifanikiwa, basi tunapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana tunaambiana vitu vya ndani sana hivi. Wengine najua wananiambiaga, Sheikh bwana, punguza, usitoe vile vya ndani sana. Mimi natoa vya ndani ndio watu wajue. Kwa sababu viko vingi, vingine kama tujatoa tutakufa navyo, hali ya kuwa watu havijawafikia. Kwa hiyo tunatoa watu wajue, ulimwengu ujue, na kila mmoja aweze kutumia mwenyewe, kujitibia yeye mwenyewe. Ndio tunazotarajia hilo, ili ujumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala uweze kufika. Sasa ndugu yangu, bado nipo kwenye boga. Boga hili hiki kitu ambacho, kwanza nirudi nyuma kidogo. Hiki kitu ambacho kama utatumia, hata kama watu watakusanyika, ukifika pale, kama wanataka kukufanyia uadui, kwanza unaweza kukuta watu wenyewe kwanza ndio wanaanza kucheka cheka, wanacheka, wanasahau kukufanyia uadui. Ni nini? Kitu gani hicho? Chukua mzizi wa boga. Mzizi huu wa boga, kama utauchukua umzizi, na vizuri zaidi uchume. Dawa hizi ni vizuri zaidi uchume aidha asubuhi au uchume jioni, ndio bora zaidi. Sawa sawa, Chuma majira ya mapema. Baada ya kuchuma mapema, ule mzizi wako usage vizuri, na hapa nakufungulia vizuri. Ukishausaga ule unga wake, ule unga wa boga, ule unga wa mzizi wa boga, basi kidogo unakuwa unaweza ukaweka katika ulimi wako, alafu mwingine kidogo weka katika mafuta, unaweza ukapakaa, na mwingine kidogo unaweza kaweka katika maji ukawa unakoga. Ndugu zangu, nenda sehemu yoyote ile, nenda sehemu watu ambao umeambiwa bwana, ukifika leo wamekusudia kukufanyia ubaya, watafanya uadui. Ndugu yangu, ukifika pale, watu wote, kila mmoja atakushangilia, na hata kama ukisema neno ambalo halieleweki, utakuta mtu anapiga makofi, ndio hivyo hivyo. Huo ni mti wa maboga, mzizi wa maboga. Bado niko hapo ndugu yangu, na wewe usidharau. Haya masala haya ya kielimu, basi unatakiwa uchukue na uzingatie. Na wewe hebu testi, alafu uone, jaribu uone, kwani maboga yanauzwa? Si rahisi sana yanapatikana. Tena katika mmea ambao unadharaulika, ukiutazama unaudharau, lakini wewe waudharau kwa sababu hauna ilmu nao. Lakini wenye ilmu nao tunajua mti ule una umuhimu gani duniani. Kwa hiyo na wewe tumia, na kupa sehemu ndogo katika faida ya mti huu wa maboga, lakini faida nyingine tutazungumza kwa wakati mwingine. Kwa hivyo mti huu una siri nzito, una faida kubwa sana. Lakini bado niko hapo. Mti huu wa maboga vile vile, ukichukua majani yake, yale majani ya maboga, kama kuna mtu ana tatizo la kuendesha, kwa maana ya kuendesha, tumie hivyo, kwa maana kuharisha, ndio nakusudia hivyo. Sawa sawa, sababu wanaonisikiliza ni watu wengi wa mataifa mbalimbali, wanazungumza Kiswahili mbalimbali. Nikiweka Kiswahili kidogo bayana wazi, basi nafikiri nitaeleweka vizuri. Kwa hivyo cha kupunguza ukali wa maneno tunasema kuendesha. Kwa hivyo mtu ana hali ile ya kuendesha, basi moja kwa moja chukua majani ya maboga, yasage, changanya na vimaji kidogo, weka ujazo wa kikombe cha kahawa, kunywa. Basi hii ni tiba nzuri sana kama una tatizo la kuendesha au una tatizo la vichomi. Vichomi vinachoma sana katika mwili wako. Alhamdulillah, kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatizo hilo litakuwa ni lenye kuondoka. Lakini pia vile vile haya majani ya mti huu wa maboga pia vile vile ni tiba ya kidonda. Inawezekana muda mwingine wewe uko polini, uko maeneo ya mbali, hauna hata uwezo wa kwenda kwa ndugu zetu wataalamu wetu hawa, wa kwenda kukutibia kitaalamu kisasa. Sasa uko polini au una kidonda kile, utajitibia vipi? Moja katika njia, chukua majani ya maboga, yasage, safisha kidonda chako vizuri, weka maji yake yale kwenye kile kidonda, alafu unaweka na majani yale juu yake uliyotwanga, kisha funga vizuri. Hii inasaidia kuvuta ule uchafu na kidonda hatimaye kitakauka kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kidonda hicho chenye kukusumbua kitakuwa ni chenye kupona insha Allah. Hii ni moja katika faida za mti wa maboga. Bado niko kwenye maboga, endelea kunisikiliza.
Pia mti huu wa maboga majani yake ni majani ambayo vile vile yanasaidia kusuluhisha wanandoa, watu waliogombana, ndoa inayotaka kuvunjika. Mke inafikia hatua amtaki mume, mume inafikia hatua amtaki mke, lakini wote ukiwasikiliza hawana sababu za msingi. Bwana, kwa nini? Kumbe hawa watu muda mwingine wamepigwa hasadi ili waweze kuachana, lakini moja katika tiba ya kusuluhisha lile jambo basi ni majani ya maboga. Haya majani ya maboga haya yanasuluhisha sana ndoa. Wallahi ndugu yangu, unaweza ukashangaa, majani ya maboga haya, si tunakula mboga hii ya majani ya maboga tunakula? Unakula ndio, lakini unajua siri yake? Kwa hiyo majani ya maboga, moja katika kazi zinazofanya ni kusuluhisha wanandoa wale wanaotaka kuachana, na hii inasuluhishwa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni moja katika faida za majani hayo ni kusuluhisha wanandoa wanaotaka kuachana. Lakini pia ndugu yangu, niweze kutoa faida nyingine za mti huu. Leo kuna mtu mwingine amefanyiwa uchawi. Uchawi aliofanyiwa, amefanyiwa uchawi ambao akipata mimba inaharibika, akipata ujauzito unaharibika. Mtu amefanyiwa uchawi wa namna hiyo. Sasa ukitaka tiba mojawapo ya kuzuia mchawi anapotaka kuiharibu ile mimba uliyokuwa nayo, basi mchawi au mimba aliyokuwa nayo mkeo, ili ashindwe kuiharibu kichawi ile mimba, basi utumie mzizi wa mboga. Unachukua mzizi wa mboga, uchemshe, kisha kunywa. Hata kama mimba ina wiki moja au mwezi mmoja, unakunywa kwa nia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akunusuru na mtihani huo wa kuharibikiwa ujauzito. Kunywa mara moja tu, basi kwa uwezo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mchawi atawanga mpaka achoke. Ndio kwanza mimba haiwezi kuharibika wala haiwezi kutoka. Hayo ni maajabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoyaweka katika mmea huu wa maboga, ambaye Allah mwenyewe ndio kauumba mmea huu. Hakuna binadamu aliyeuumba, ni Mungu mwenyewe ndio kautengeneza mmea. Na maajabu yote hayo yapo kwa uwezo wa Mungu mwenyewe, sio kwa sababu ya uwezo wa kibinadamu. Hakuna ndugu yangu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya kila kitu ni muweza. Sasa pia vile vile faida nyingine, yawezekana kuna mtu mwingine pia anapata ujauzito, amepata ujauzito, alhamdulillah, ujauzito ule umekwenda mpaka umefikia hatua wakati wa kujifungua. Basi anaangaliwa na madaktari, anapimwa vizuri, anaambiwa hamna tatizo, mbona njia ziko wazi, lakini uchungu unakuja unakata, uchungu unakuja zingine unakata, kujifungua hajifungui. Tayari muda mwingine anafungwa na mazingira ya kichawi. Ndugu zangu, tunapozungumza uchawi upo duniani na wachawi wapo na hawaishi hawa, kwa sababu uchawi umekuwa kama vile mtihani katika ulimwengu. Na kuna mwingine yeye ni mchawi kweli kweli, mpaka analisisha watoto wake uchawi, na anaona ufahari kumlisisha mtoto wake uchawi. Subhanallah. Utajua madhara ya uchawi ikifika siku ya kufumba macho. Kuna siku macho yako utafumba au utafumbwa, siku ambayo Allah anasema ni siku ambayo ya kutolewa roho yako. Hiyo wewe si mchawi, unajiona raha kabisa kuanga, utaki kuacha uchawi, basi jiulize, siku ukifa wewe ujue utakufa vibaya. Inafikia hatua mtu kweli unafikiria kumrithisha mtoto wako uchawi, baada umrithishe mtoto wako vitu vya maana. Kwa nini usimrithishe? Angalia visa muhimu vya manabii mbalimbali. Nabii Yakubu anawaita watoto wake, anaambia watoto wangu, mtamwabudu nani baada yangu mimi? Watoto wanasema tutamwabudu sisi Mola wako wewe, na Mungu ndio Mola wa baba zako, Mola mmoja tu, Allah ndio tutakayemwabudu. Anawahusia watoto wake mema. Wewe leo badala umekaribia kufa uwahusia watoto wako wema, unamhusia mtoto wako kuendeleza kuwanga. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunamuomba, kama una tabia ya uchawi uache, na kama kuna ndugu yetu mwingine tabia ya uchawi aiache. Tabia hiyo kwa ni mbaya, ni tabia mbaya sana. Kwa hivyo inshallah Mwenyezi Mungu awawezeshe wale ambao wachawi waache uchawi wao inshallah. Semeni amina. Kwa ndugu yangu, bado tuko hapo, ni kwamba kama mtu sasa amefungwa kiasi ambacho amefikia tu kujifungua, anashindwa kujifungua kwa sababu ya kichawi, amefanyiwa uchawi, basi chukua mzizi wa mboga. Ukishachukua mzizi wa maboga, chukua na yai la kuku wa kienyeji, weka pamoja, alafu chemsha.
Ule mzizi unakata vipande vipande tu kadhaa, unaweka na yai la kienyeji zima, usiweke viza, alafu weka na vimaji kidogo, chemsha. Baada ya kuchemsha, kisha yale maji kunywa kidogo tu, unakunywa kidogo cha kikombe cha kahawa, kunywa tu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi utajifungua salama. Utajifungua. Kama kuna uchawi ulikuwa unazuia, uchawi huo utashindwa kabisa kuzuia, utajifungua salama insha Allah. Bado tuko katika mti wa maboga, lakini ule mzizi na yai utakuwa unatupa. Wewe utatupa lile, lakini utakunywa maji tu. Ile yai utalitupa pamoja na mzizi utatupa, ila utakunywa maji yale ambayo umechemsha, ndani yake kuna yai pamoja na mzizi. Naam, pia vile vile ndugu yangu, tunapozungumzia mti huu wa maboga una maajabu makubwa sana, lakini pia vile vile kwa mwingine unawezekana wewe tayari umeshajifungua, bado wachawi wanakuandama, wamekufanyia uchawi ambaye kondo lisitoke. Kondo lile lisifanye nini? Lisitoke. Kama bado umefanywa uchawi wa namna hiyo, utakachokifanya ni kwamba chukua tena mzizi wa ule mti wako wa maboga, chukua mzizi wake, kisha chukua kijiwe kimoja cha chumvi, changanya mule, kisha baada hapo utachemsha. Kisha baada ya kuchemsha unaacha ipoe kidogo, kisha utakunywa. Basi kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lile kondo litakuwa ni lenye kutoka. Kama limezuiwa kichawi, basi ndugu yangu litakuwa ni lenye kutoka kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bado tuko hapo katika mti wa maboga au mti wa ng'oko, au mti wa kalabwagila. Kwa hiyo tuwe sambamba ndugu yangu. Lakini pia vile vile tunapozungumzia huu mti wa maboga, ni mti ambao mzizi wake vile vile ni kinga kubwa sana. Lakini leo sitoeleza kinga unafanyaje katika kujikinga na wachawi na mabalaa mbalimbali, lakini nakujulisha tu kwamba mzizi wake vile vile ni kinga kubwa sana. Na pia vile vile mti huu unasaidia kuua kesi. Umeshtakiwa kwa kuonewa. Wako baadhi ya watu wanaonea wenzao kwa sababu ya pesa zao. Mtu anakuonea kwa sababu ya pesa zake, sawa? Basi huu mti, embu chukua mzizi, utwange vizuri, kisha chukua na sukari kidogo, na sukari kidogo unaichanganya katika ule mzizi uliotwanga, kisha na chumvi kidogo, kisha utatumia, sawa? Utakapotumia, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, una kesi wewe umeonewa, basi kesi hiyo itakuwa ni yenye kumalizika kwa uwezo wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini utatumiaje? Hii nitazungumza sehemu ya pili ya faida ya mti wa maboga. Kwa hiyo nitaeleza kinga. Ukitaka kinga pia vile vile ufanye vipi, na vile vile kuua kesi kama umeonewa vile vile ufanye vipi. Hii tutaeleza katika sehemu ya pili katika maajabu ya mti huu wa maboga. Lakini ndugu yangu, nimekueleza haya kwa siku ya leo kwa uchache sana, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akipenda tutaonana sehemu ya pili, ambayo sehemu ya pili hiyo kuna mambo mengi sana, tutaeleza vitu vingi sana. Mpaka kitu ambacho muhimu tutakuelezana. Kama unakusudia wewe, mbaya wako amekuja kukuangia, unatakiwa umfanyie kitu, basi mbaya wako yule aweze kupata matatizo, yani pale pale kama kaja kuanga, basi umfanyie jambo ambalo aendeshe, kwa maana ya aalishe mpaka anafika nyumbani kwake, sawa sawa. Hilo vile vile tutaelezana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kinijalia katika sehemu ya pili. Lakini haya yote tunaelezana kwa lugha nyepesi ya Kiswahili, kwa wale wanaofahamu Kiswahili, ili kila mmoja aweze kufahamu na kuweza kujitibia mwenyewe. Lakini madarasa yangu haya ambayo ninayoyatoa, na kushauri ni kwamba usisahau kusubscribe chaneli yetu ya Sharifu Suleimana TV. Subscribe, utapata faida nyingi na mambo mengi sana. Na ama pia vile vile kwa wale wanaotamani kunipigia simu, basi unaweza kunipigia kwa namba zifuatazo. Ninapokuwa katika nchi ya Kenya, kama mfano hivi karibuni Mwenyezi Mungu akipenda nitakuwa Kenya. Kwa hivyo wakati nipo Kenya utanipigia kwa namba ifuatayo ambayo ni namba ya Kenya. Nikiwa Tanzania kuna namba vile vile za Tanzania ambazo nitakujulisha. Nianze na namba ambazo ni za Kenya, kisha nitakutajia namba za Tanzania. Namba ya Kenya utaanza +254 783 460051.
Hizi ni namba ambazo za Kenya, kwa maana utaanza alama ya jumlisha 254 kisha 783460051. Hiyo utanipigia wakati wowote inshallah. Lakini kwa namba za Tanzania utanipigia kwa 0716 44 77 27, 0716 44 77 27 au 0762 66 664094. Kwa wale waliokuwa nchi za nje huko, unaweza ukanipigia kwa kuanza na kodi namba, kwa maana +255 716 44 7727 au +255 762 66 494. Ni namba ambazo utanipigia wakati wowote, na hizi namba mbili za Kitanzania ndio namba ambazo zinapatikana katika WhatsApp. Kwa hivyo ukinipigia hizo utanipata katika njia ya WhatsApp. Ni mimi ndugu yako Maalim Suleimani Ngusura. Lakini nikwambie usisahau pia vile vile usisahau kuangalia application yetu ya tiba. Nenda kwenye Play Store katika simu yako, andika neno tiba mimea na Qur'ani, tiba mimea na Qur'ani. Utaona pale application yetu. Baada ya kuidownload, tumeelekeza vitu mbalimbali kwa lugha tatu: kwa lugha ya Kiarabu, kuna lugha ya Kiingereza na kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo inshallah utajifundisha mengi na utajua mengi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu yangu, kwa wale ambao waliokuwa wananifuatilia darasa hili, namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kheri sote kwa pamoja. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusamehe makosa yetu, na pia Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie kila la kheri sisi pamoja na mashehe zetu, na pia vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kheri sisi pamoja na wazazi wetu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.